Tatizo kubwa la uhaba wa vyumba vya madarasa na madawati katika shule za msingi jimbo la Tarime mjini mkoani Mara limepatiwa ufumbuzi baada ya mbunge wa jimbo hilo Mheshimiwa Michael Kembaki kufanya kazi kubwa ya kushughulikia matatizo hayo katika kipindi cha uongozi wake kama mbunge wa jimbo hilo. Akizungumza katika mahojiano maalum na George Marato TV muda mfupi baada ya kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa ilani ya CCM katika kipindi cha miaka mitano, mbunge huyo wa jimbo la Tarime mjini ametaja mafanikio hayo katika sekta ya elimu. Wakati tunaingia kwenye ubunge, tulikuwa na changamoto ya wanafunzi kusoma kwa zamu. Wengine wanasoma mpaka saa 4 wanaondoka, wengine wanakuja wanasoma mpaka jioni, ambapo kulikuwa na changamoto ya uhaba madarasa, lakini pia uhaba wa shule. Na tunavyozungumza sasa kuna ongezeko la shule. Kuna ongezeko la shule zaidi ya 9 za msingi na shule zaidi ya 8 za sekondari, ambapo imetatua kabisa changamoto ya watoto kusoma kwa zamu. Imeweza kutatua changamoto ya madawati. Kupitia mfuko wa jimbo tumetengeneza madawati, lakini pia nimeomba madawati kutoka NSSF. Nimeshukuru sana NSSF, walitusaidia fedha kwa ajili ya kutengeneza madawati. Tulipata fedha kutoka WCF, lakini pia tulipata fedha kutoka PSSF, ambapo fedha hizi zilisaidia kutatua changamoto ya madawati katika shule zetu. Ninavyozungumza sasa, kila mwanafunzi ana dawati, anakalia dawati, na mazingira ya kujifunzia yamekuwa mazuri kweli kweli. Na ni katika kipindi cha miaka hii mitano. Kuhusu tatizo la soko kwa wafanyabiashara wa mji wa Tarime na miundombinu ya barabara katika jimbo hilo, Mheshimiwa Kembaki amesema wafanyabiashara walikuwa wanahamishwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na kulikuwa na operation sana inafanyika. Hivyo rais wetu aliidhinisha zaidi ya shilingi bilioni 9.6, ambapo sasa hivi tunavyozungumza soko lile limekamilika na tayari tenda wametangaza nafasi ya kugawa vile vyumba vya kufanyia biashara. Kwa hivyo hiyo ni jambo kubwa ambalo limefanyika kwenye mji wetu wa Tarime. Ukija katika upande wa miundombinu, kilomita za lami zimeongezeka, kilomita za changarawe, na tumepunguza barabara za vumbi, ambapo sasa barabara nyingi zinapitika bila shida yoyote, na barabara zingine mpya zimezibuliwa kuwezesha mawasiliano kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia yale madaraja ambayo yalikuwa yameshindikana yalikuwa yamejengwa katika kipindi hiki cha miaka mitano. Hata hivyo, mbunge huyo wa Tarime mjini ametaja mafanikio makubwa katika sekta ya afya mbele ya wajumbe wa mkutano mkuu wa jimbo hilo. Lakini pia tumeona katika upande wa hospitali. Katika kipindi 2020 tulikuwa na zahanati 3, tulikuwa na kituo kimoja cha afya, na tulikuwa na hospitali ya wilaya moja, ambapo bado ilikuwa haikidhi. Wananchi walikuwa wanatembea mwendo mrefu kwenda kupata huduma ya afya. Lakini leo tunavyozungumza, kila kata kuna zahanati, ambapo sasa hakuna mwananchi yoyote katika jimbo la Tarime mjini ambaye anatembea zaidi ya kilomita 1 kwenda kutafuta huduma ya afya. Hayo ni mafanikio makubwa ambayo tumeyapata katika kipindi cha miaka mitano. Niliweza kuiunga mkono serikali yetu. Niliona kuna changamoto, wananchi wagonjwa walipokuwa wanaenda hospitali hawapati huduma ya x-ray, ultrasound na zingine walikuwa wanaenda Migori na wengine wanaenda Rorya. Lakini niliweza kwenda Sweden, ambapo niliweza kupata kwa kupitia marafiki zangu tukapata vifaa tiba ambavyo vilikuwa na thamani ya shilingi bilioni 1.2, ambapo kwa sasa hivi katika mji wetu wa Tarime hakuna shida ya x-ray, hakuna shida ya vipimo, na huduma hizi zimesogea mpaka kwenye zahanati, ambapo ni kazi nzuri ambayo imefanyika katika kipindi hiki cha miaka mitano. GMTV Tarime.